Bwana Yesu asifiwe. Ni mimi Apostle Kevin. Siku ya leo naomba twende moja kwa moja katika mada inayosema kwamba tunaoa kwa sababu ya kusudi. Hatuoi kwa sababu ya maisha, hatuoi kwa sababu ya uzuri au mashepu. Na wala wewe binti hauolewi kwa sababu ya fedha, hauolewi kwa sababu ya mali, hauolewi kwa sababu ya handsome boy, hauolewi kwa sababu za kimwili. Unaolewa kwa sababu ya kusudi maalum. Sasa sikiliza mpaka mwisho, utaelewa kwa nini nasisitiza msingi huo. Kumekuwa na sababu nyingi sana za vijana kukimbilia ndoa. Wengine wanakimbilia ndoa kwa sababu ya ugumu wa maisha. Unakuta mwanamke kwa sababu maisha magumu anataka tu aolewe ili alelewe. Kuna watu wanakimbilia ndoa vijana eti kwa sababu anataka akimbie zinaa. Sikia nikwambie, haya yote zinaa ikimbii kwa sababu haikimbiwi katika ndoa. Unaweza kuoa na bado loya zinaa ikakuwaka sana, ukaangukia tena zinaa zaidi. Swala la kuoa na kuolewa limefungwa kwenye kusudi. Wewe kijana, kama unataka uishi maisha ya amani ya ndoa, oa kwa sababu ya kulitimiza kusudi lako. Na unatimizaje? Kuna pointi moja ya msingi, ni kwamba kila mwanaume hapa duniani aliyeumbwa ameumbwa na kusudi maalum. Mwanadamu wa kwanza kuumbwa alikuwa ni mwanaume. Mwanamke aliumbwa kwa sababu maalum ya mwanaume. Yaani kila mwanamke unayemuona hapa duniani aliumbwa kwa sababu maalum ya mwanaume mmoja. Ndio maana hata katika kuoa hatuoi wake wengi, tunaoa mke mmoja, kwa sababu kuna mwanamke mmoja kwenye kusudi mmoja la mwanaume mmoja. Hakuna wanawake wengi kwenye kusudi moja la mwanaume mmoja. Hakuna wasaidizi wa hatima ya mtu mmoja, bali kuna msaidizi wa hatima ya mtu mmoja. Ukienda mwanzo wa uumbaji wa mwanadamu, alipoumbwa Adamu akafatiwa Hawa akaumbwa ili awe msaidizi. Kwa hiyo swala la mahusiano lipo katika kusaidia. Swali la msingi ni kwamba mwanamke anasaidia nini? Mwanamke anasaidia kusudi la kuumbwa kwa mwanaume. Mwanamke yoyote yule ambaye ataolewa, na wewe binti ambaye umeolewa, sikiliza, itakusaidia. Umeolewa kwa sababu ya utimize kusudi la kuumbwa kwa mume wako. Kuna jukumu ambalo Mungu ameliachilia kwenye maisha ya mume wako, na Mungu ameweka nguvu kubwa sana ndani yako wewe binti, ambayo hiyo nguvu ina uwezo wa kupush ajenda ya kiungu kwenye kusudi la mume wako na akafanikiwa kikamilifu. Ukiona mume wako hajafanikiwa kwenye level ya juu sana, ujue wewe mwanamke uja play a great role, au ujasimama nafasi yako ipasavyo katika kupush hilo kusudi la mume wako. Ndio maana tunatakiwa tuwe makini sana 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 sana, hususani katika eneo la kuoa. Unamwoa nani na kwa sababu gani na kwa nini? Na haya maswali ndio yatakupa mtu sahihi katika wito wako. Ukioa kwa sura haiwezi kutimiza kusudi lako. Ukioa kwa shepu haliwezi kutimiza kusudi lako. Lakini kuna vitu ambavyo vina uwezo wa kutimiza kusudi lako kama vitapatikana kwa mwanamke. Sasa kuna mambo kadha wa kadha inabidi uwe makini mwanaume katika kuyaangalia kwa mwanamke. Jambo la kwanza ni huyu mwanamke ana msingi thabiti wa imani sawa na wewe. Huyo mwanamke unayemwoa ana msingi thabiti wa imani sawa na wewe. Unachokiamini ndicho anachokiamini. Huyo Mungu unayemwamini ndiye anayemwamini, kwa sababu swala la wewe kutimiza kusudi lako linategemea na uhusiano wako na Mungu. Je, huyo mwanamke unayemwoa anamwamini Mungu wako kiasi gani? Hakuna mwanadamu aliyekamilisha kusudi lake hapa duniani pasina kuhusiana na Mungu kwa ukaribu zaidi.
Na je, huyo mwanamke anakupa nafasi ya kutosha kukaribiana na Mungu, kuhusiana na Mungu? Naomba nikupe mfano mdogo kupitia kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura ya 7 mstari wa 3 mpaka wa 4. Kumbukumbu ya Torati lekomondadia-badoshata. Kumbukumbu ya Torati rekomosia sura ya 7 mstari wa 3 mpaka wa 4. Anasema nianzie mstari wa 2. Wakati Mungu wako atakapowatoa mbele yao, nawe utawapiga, wakati huo ndipo uwaondoe kabisa. Usifanye agano nao wala kuwahurumia wala usioane nao. Kwa hiyo Mungu hapa alikuwa anatoa masharti kwa wana wa Israeli kwamba watakapoenda katika hizo nchi zile kuchukua ile nchi ya ahadi, kwa sababu ilibidi waende wapigane, wateke, wachukue ardhi. Kwa hiyo akamwambia, mtakapoenda kupigana, mkikuta mabinti na mkikuta wanaume, msiache kitu, unawala au mabinti na hao wanaume msioane nao. Kwa sababu gani? Anaendelea kusisitiza pale mstari wa 4, anasema hivi: kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu wengine. Ndipo itakapowaka hasira ya Bwana juu yenu, naye atakuangamiza upesi. Kumbe msingi wa Mungu kuwakataza wana wa Israeli wasioane na watu ambao sio wa Israeli ni kwa sababu moja kuu nzito, kwamba hao watu kuna uwezekano wakageuza mioyo yao ikaabudu miungu mingine. Sasa wewe kijana, ni kwamba swala la kuoa linategemea uhusiano wako na Mungu. Yaani swala la kutimiza kusudi lako linategemea uhusiano wako na Mungu. Na ili uhusiano wako na Mungu uwe thabiti, ya kupasa uwe karibu sana na Mungu. Na Mungu anakuwa karibu na watu wanaomwamini. Je, huyu msaidizi wako ana imani kubwa kiasi gani katika kumwamini Mungu wako? Ana imani kubwa kiasi gani katika kumpenda Mungu wako? Kwa sababu the more ambavyo huyu msaidizi anamwamini Mungu, ndivyo anavyompenda, ndivyo ambavyo ataleta umoja wako na Mungu wako ili kusudi lako litimie. Swala la huyu msaidizi kupush wito wako katika utimilifu unategemea anakupush kiasi gani kumkaribia Mungu wako. Swali langu la msingi na kuuliza mpendwa ni kwamba mpaka hapa kuna uwezekano wa Mkristo kuoa dini nyingine? Kuna uwezekano wa Mkristo kuoa Muislamu? Kuna uwezekano wa Mkristo kuoa Muhindu? Kuna uwezekano wa Mkristo kuoa mpagani? I don't know. This is the question nimekuachia. Lakini maandiko yanatusisitiza kwamba swala la imani ni swala muhimu sana la kuzingatia kabla ya kuoa au kuolewa, kwa sababu kuna uwezekano mtu akageuza moyo wako na kuangukia miungu mingine. Naomba tutumie mfano wa Suleimani muone kwamba mapenzi au mahusiano yana uwezo ya kukutoa wewe kwa Mungu na kukupeleka kwa miungu. Tusome Wafalme wa kwanza mstari wa 11. Wafalme wa kwanza mstari wa 11 rekobaradia. Wafalme wa kwanza 11 mstari wa kwanza mpaka wa 4 nasema, Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wengine pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabu na wa Amoni na wa Edomi na wa Sidomi na wa Hiti. Mstari wa 2, na wa taifa la Bwana aliowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika watageuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda. Mstari wa 3, akawa na wake 700 binti za kifalme na masuria 300 na wakeze wakamgeuza moyo. Kwa Sulemani siku ya mwisho, baada ya kugeukia wanawake wengine ambao wanaabudu miungu mingine na kuwapenda, upendo unafata kule unakoelekea. Upendo wa Sulemani ulimchukua Sulemani na ukampeleka kwenye miungu ya wake zake, kwa sababu upendo wa Sulemani ulikuwa tayari kufanya chochote kile kwa wanawake wake, kwa sababu alikuwa anawapenda. Mungu anapokukataza usiambatane na mtu asiyeamini pamoja nawe,
Sio kwamba ana wivu na wewe, bali anatetea uhusiano wake na wewe. Anajua kabisa mwisho wa siku kusudi la kuumbwa kwako linaweza lisitimie. Ni wangapi ambao mpaka sasa makusudi yao hajatimia? Je, unaweza kuwa Mkristo, unaweza kuwa mchungaji ukawa umeoa mwanamke Muislamu na kusudi likaenda? Kwa sababu huyo mwanamke inabidi akuombee, naye ni Muislamu. Inawezekana? Nimekuachia hilo swali. Sipingi wala nini. Mimi sipingi kama kuoa dini nyingine ni kosa, lakini nataka nikuonyeshe Biblia inasemaje. Ni kosa au sio kosa? Hayo nakuachia wewe, lakini muhimu, inabidi uoe mwanamke ambaye atasimama na wewe kwenye kusudi, sio uzuri. Acheni kuangalia uzuri wa sura. Uzuri wa sura una mipaka katika kutetea kusudi lako. Ukubwa wa shepu una mipaka katika kutetea hatima ya kusudi lako, bali imani ya msaidizi wako ina nguvu sana katika kutimiza kusudi lako. Kuna watu waliacha imani ya kweli kwa sababu ya wasaidizi wao, kwa sababu ya wake zao. Kuna watu walimwacha Kristo kwa sababu ya waume zao. Kuna watu walimwacha Kristo kwa sababu ya ndoa zao. Lakini swala la ndoa ni la wewe kukuweka karibu zaidi na Kristo ili utimize kusudi lako, kijana. Kwa hiyo usije ukawa kama Suleimani, usije ukamaliza kama Suleimani. Ni mara 100 uchelewe kuoa ili uje upate mtu sahihi, kuliko ukakimbilia ndoa alafu ndoa ikakuweka mbali na imani ya kweli. Pointi ya pili ni kwamba huyo msaidizi au huyo mwanamke, wewe kijana, huyo mwanamke lazima awe na uwezo wa kukulinda na kupigania maono yako. Mwanamke yote yule unayetaka ukumuoa lazima awe na uwezo wa kupigania na kutetea maono yako. Maono gani? Swala la kusudi lako limefungwa kwenye maono. Lazima Mungu atakuwa anaachilia maono fulani, maono katika wito wako. Yale maono ukimshirikisha msaidizi wako, awe tayari kutetea na kupigania. Kuna watu walianguka kwa sababu baada ya kuwashirikisha maono wasaidizi wao, wake zao, yale maono yaligeuka kuwa silaha kwao. Wale wanawake waliwaangamiza hao, wale wanawake waliharibu hatima zao kwa sababu ya kujua hayo maono. Mfano mdogo, kitabu cha Waamuzi tunagundua mfano wa Samson. Samson alikuwa na mwanamke ambaye alikuwa anaitwa nani? Delila. Ukisoma Waamuzi 16 mstari wa 15, Delila alipochokonoa kugundua siri ya nguvu za Samson, Delila alienda kuzitoa kwa Wafilisti. Mwisho wa siku, badala ya kuoa upate amani, Samson kupitia mke wake akatobolewa macho. Kupitia mke wake mwisho wa siku akafa. Watu wangapi maono yao wamekufa kwa sababu ya wake zao? Watu wangapi hawajafikia kusudi kwa sababu ya wake zao? Hatuoi kwa uzuri wa sura, narudia, hatuoi kwa uzuri wa shepu, na kuambia hatuoi kwa muonekano. Tunaoa wasaidizi, tunaoa wasaidizi wanasaidia hatima. Kwa hiyo tunaoa kwa sababu ya hatima, tunaoa kwa sababu ya kutimiza maono ya Mungu, kutimiza mapenzi ya Mungu. Hatuoi kutimiza haja zetu, hatuoi kutimiza hisia zetu. Tutachelewa sana, na utachelewa sana ukioa kwa uzuri, kwa sababu unaweza kuoa kwa uzuri, kumbe huyo mwanamke amekuja kuwa spy wa kuharibu hatima yako. Huyo mwanamke amebeba maono ya kishetani, amebeba maono ya kipepo, ametumwa kama mchawi kuja kuharibu kesho yako. Watu wangapi wameoa wachawi? Watu wangapi wameoa watu wabaya ambao wanafanya jambo hili aliendi? Umeanzisha biashara hii, mke wako anakuharibia. Umeanzisha mtaji, maono haya, umeleta hela, umedunduliza ili ufanye mtaji, mke wako anachukua zote. Ni wangapi ambao wanateseka ndoa? Ni wangapi wanalia kisa ndoa? Ni wangapi wanaumia kisa ndoa? Mlioa kwa matamanio, kutimiza haja ya matamanio. Hamkuoa kutimiza wito wenu. Kama ungeoa kutimiza wito wenu, ungepata mwanamke mwenye maono, mwenye uwezo wa kulinda maono yako, mwenye uwezo wa kutetea maono yako, mwenye uwezo wa kupigania maono yako. Haijalishi ziki, tabu, njaa. Mtalala njaa leo, lakini mke wako anatazama kesho yenu iliyo bora.
Ndiyo mtateseka leo, ndiyo mtafukuzwa kodi leo, lakini hata kuacha, lakini hataenda kwa mwanaume mwingine, lakini hata kusaliti, atavumilia, atakutia moyo, atakufariji ili muelekee kesho yenu, ili muifikie kesho yenu. Na ile kesho mkiifikia, mtacheka na kusema hakika tulianza pamoja na tutamaliza pamoja. Tafuta mwanamke mwenye uwezo wa kutetea maono yako, sio mwanamke ambaye ana uwezo wa kuharibu maono yako. Usioe kwa uzuri wa sura. Na pointi ya tatu, huyu mwanamke lazima awe na uwezo wa kuthamini Mungu wako kuliko chochote. Lazima awe na uwezo wa kumthamini Mungu wako kuliko chochote. Mwanamke unayemwoa lazima uwe unamwona kwamba ana uwezo wa kumthamini Mungu wako kwa kiasi gani, ana uwezo wa kuacha vitu vingapi kwa sababu ya Mungu wako. Ukisoma kitabu cha Ayubu, kuna jambo moja zito, utagundua kwamba mke wa Ayubu, baada ya Ayubu kupata shida, Ayubu 2:9, rababosia, Ayubu 2:9, Ayubu 2:9, neno la Mungu linasema ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako au ukamilifu wako, umkufuru Mungu wako ufe. Sikia nikwambia, mwanamke hapa, huyu mke wa Ayubu amenipa siri kubwa sana. Kuna wanawake wengi sana hawaoni thamani ya ukamilifu, hawaoni thamani ya kujitoa kwa sababu ya Mungu, hawaoni thamani ya kupigania imani ya Mungu. Kuna wanawake wengi sana, kupitia ushauri wao, watu wengi sana wametoka kwenye ukamilifu. Watu wengi sana wamemkosea Mungu kwa sababu ya hao wanawake. Nikupe habari njema, usioe kwa sababu ya uzuri wa sura. Oa kwa sababu ya kigezo cha huyu mwanamke anamthamini Mungu wako kwa ukubwa kiasi gani. The more ambavyo anamthamini Mungu wako, the more ambavyo atakutii wewe, the more ambavyo atakuwa tayari kukuhakikisha unatetea na unapigania imani yako mpaka kufa. Ni mwanamke ambaye atakwambia hata kama unachomwa kisu, mume wangu, kufa, usiache hiyo imani. Ukiona mwanamke mnapitia shida, mnapitia changamoto, anakwambia hebu acha kufanya hiyo kazi ya Bwana, tufanye vitu vingine tupate pesa. Baba, umeingia mkenge. Baba, hapo umeingia, umekosea, umeingia kambi ya makomando. Lazima uumie, lazima uteseke. Lakini ukikutana na mwanamke ambaye anakuambia haijalishi tutakula nini, haijalishi tutafanya nini, kama Mungu aliyetupa jana, leo tumekosa, atatupa kesho. Huyo mwanamke ni mwanamke ambaye yuko tayari na yupo tayari kuthamini Mungu, kumpigania na kutetea imani yako na Mungu. Mke wa Ayubu hakuwa tayari kuona thamani ya Mungu wa Ayubu kiasi kwamba akamwambia mkufuru. Wanawake wangapi mmewaambia waume zenu wamwache Mungu kwa sababu ya fedha? Wanawake wangapi mmewaambia waume zenu waache ibada kwa sababu ya fedha? Wanawake wangapi mmewarudisha nyuma waume zenu? Anataka aombe, mnaingia kwenye mambo mengine ya ovyo, mnawatoa kwenye uwepo wa Mungu. Wanawake wangapi? Sikieni vijana wenzangu, sikieni watumishi wenzangu, sikieni wapendwa wenzangu, ni kwamba haijalishi ni kwa namna gani, haijalishi ni kwa gharama gani, ni bora uwe na uwezo wa macho ya kuona huyu mwanamke anamthamini Mungu wako kiasi gani, na hiyo itakupa picha kamili ya namna gani atakuthamini. Kama hawezi kumthamini Mungu aliyekuumba, wewe ni nani ambaye akuthamini? Wewe ni nani ambaye awekeze nguvu zake kwenye maisha yako? Ni muhimu sana kuoa kwa sababu ya maono. Ni muhimu sana kuoa kwa sababu ya kusudi la kuumbwa kwako, la kuitwa kwako hapa duniani. Usioe kwa sababu ya uzuri wa sura. Uzuri wa sura unaficha tabia mbaya nyingi. Wanawake wengi sana ambao wanategemea uzuri wao wa sura kama kigezo cha kuoa, kama kigezo cha kuthaminika, wanakuwa na tabia mbovu sana. Ukiona mwanamke anawekeza sana katika uzuri au muonekano, ujue amepunguza uwekezaji katika tabia, amepunguza uwekezaji katika mambo ya kiroho. Lakini ukiona mwanamke ambaye anawekeza sana kwenye mambo ya kiroho, huyo mwanamke ni mzuri leo, jana na hata milele. Thamini hapo, simamia hapo, na kesho yenu itakuwa bora na ya thamani. Mimi wito wangu ni kwako kijana, usije ukakosea kuoa, kwa sababu ukikosea kuoa, yani kuna uwezekano mkubwa sana usione mbingu.
manunguniko, kila siku utakuwa unanungunika, kila siku utakuwa unaumia. Ukikosea kuoa, huyo mwanamke anaweza kuwa ndio mwanya wa shetani kupitiza makwazo, akapitiza uchungu, akapitiza mambo yote ya ajabu. Mwisho wa siku ukaanguka zina, ukamkosea Mungu, na mwisho wa siku ukaenda motoni. Njia mojawapo ya kwenda motoni au shortcut ya kwenda hukumuni, kosea kuoa. We kosea kuoa, utaona kama utamkosea Mungu. Mimi sitaki ukosee, ndio maana nimekupa habari njema hizi. Mungu akutunze, Mungu akutetee, na Mungu akupiganie. Usije ukamaliza kama Samson, usije ukamaliza kama Suleiman, maliza kama Ayubu. Licha ya kushawishiwa na mke wake kwamba mkufuru Mungu, alisema tufanye mambo gani ya kipumbavu namna hii tumkose Mungu? Mstari wa 10 hapa anasema, lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu anenavyo. Je, tupate mema mikononi mwa Mungu nasi tusipate mabaya? Katika mambo haya yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Haijalishi mke wako atakushawishi nini, Mungu wako ana thamani kuliko mtu yoyote, kuliko chochote. Asikukosanishe na Mungu. Mungu aliyekupa maisha, Mungu atakupa baraka, atakupa neema. Mungu kwanza katika yote. Jina la Bwana litukuzwe na kufurahia katika Bwana. Amen.